Bwana, tetesi za usajili kwenye dirisha hili dogo la usajili zinaendelea kupamba moto, na wekundu wa Msimbazi Simba kwa sasa bwana ni moja kati ya timu ambayo inazungumzwa sana na baadhi ya nyota ambao wanatajwa kumalizana na wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa moja kati ya taarifa ambayo ama tetesi ambayo pia nilikuletea ni juu ya Nixon Kibabage kujiunga na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa bwana, Singida Black Stars wamethibitisha hilo, na taarifa ya Singida Black Stars inasema Singida Black Stars inapenda kufahamisha umma kuwa imekubali maombi kutoka kwa uongozi wa klabu ya Simba ya kumruhusu mchezaji Nixon Kibabage kujiunga na klabu hiyo. Baada ya majadiliano, uongozi umeamua kumtoa mchezaji huyo bila malipo. Singida Black Stars inaamini katika falsafa ya uendelezaji wa vipaji hasa kwa wachezaji wazawa. Uongozi wa klabu umeona hii ni fursa nzuri kwa mchezaji mzawa, kwa kuwa Simba Sports Club inashiriki michuano ya ligi ya mabingwa Afrika na Nixon Kibabage ni mchezaji wa timu ya taifa. Tunamtakia kila laheri Nixon Kibabage katika safari yake mpya ya soka nje ya Singida Black Stars. Kwa hiyo Singida wamethibitisha baada ya kukusogezea tetesi za Simba kumalizana na Nixon Kibabage. Sasa Singida Black Stars wametoa utata na kuthibitisha kwamba Nixon Kibabage ni mchezaji wa wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba tunafahamu kwamba kwa sasa wanakabiliwa na changamoto ya goalkeeper, kwa maana ya Yakubu Suleiman ambaye alipata majeruhi akiwa na timu ya taifa ya Tanzania kule nchini Morocco, lakini pia Musa Pimpin Kamara ambaye yeye alifanyiwa upasuaji wa goti, naye pia anaendelea kuuguza goti. Sasa kumekuwa kuna tetesi nyingi sana za wekundu wa Msimbazi Simba kuhusishwa na kumtafuta kipa ambaye atakwenda kuziba nafasi ya goalkeeper hao ambao wako na majeruhi. Fofana goalkeeper klabu ya Azam FC, moja kati ya goalkeeper ambaye anahusishwa kutoa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini Simba bwana wamevuka mipaka na kuhusishwa na goalkeeper wa Chippa United ya kule Nigeria, ambaye pia ndio goalkeeper nambari 1 wa timu ya taifa ya Nigeria ambayo imetolewa hatua ya nusu finali na Morocco. Bwana, inaelezwa kwamba Simba wameanza mazungumzo na goalkeeper namba 1 wa timu ya taifa ya Nigeria, Stanley Nwambali. Kama watakubaliana atajiunga na Simba haraka iwezekanavyo kwa ajili ya maandalizi ya mchezo dhidi ya Esperance Tunis. Kwa hiyo bwana, Simba wanahusishwa na nyanda huyu ambaye amefanya makubwa sana licha ya kutolewa na Morocco kwenye toa ya nusu finali, lakini moja kati ya nyanda ambaye amefanya makubwa sana na Simba Sports Club, wao bwana wanahusishwa na nyanda huyo. Kwa hiyo tunasubiri kuona nini ambacho kitajiri mara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kuhusishwa kumhitaji nyanda huyu Stanley Nwambari ambaye anakipiga ndani ya klabu ya Chippa United. Lakini wakati huo wekundu wa Msimbazi Simba wamefungua mazungumzo na kipa wa AC Fan Mahamud Tanja Jibrila Kasari Jibo mwenye umri wa miaka 29 ambaye ni raia na kipa namba 1 wa Niger. Bwana, Simba hawana muda wa kupoteza, wanamhitaji kipa huyo ndani ya saa chache zijazo ili aanze safari ya kuja Tanzania. Bwana, dila Mahamud Tanja Jibrila Kasari Jibo lina zaidi ya 80% kutiki. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba nao pia wanagusa huku na huku kuhakikisha kwamba wanampata nyanda ambaye atakuja kuziba nafasi ya Yakubu Suleiman pamoja na Musa Pimpin Kamara ambao tayari wao ni majeruhi. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba bwana, tayari Simba wamemalizana na beki wakati na tayari ameshakuisha kuwasili nchini Tanzania, na huyu si mwingine ni Ismail Olivier Toure mwenye umri wa miaka 28. Simba wamenasa saini yake na wamefungua tayari mkataba wa miaka 3. Unaambiwa Mo Dewji ameamua kuirudisha Simba yetu katika ubora wake. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba pia wanatajwa kumalizana na Toure ambaye alikuwa anakipiga ndani ya klabu ya Stellenbosch ya kule Afrika Kusini. Lakini wakati huo nilikusogezea tetesi za Libase Gueye wa Tenth ya kule Senegal. Ni rasmi, taarifa zinaeleza kwamba Libase Gueye ni mnyama akitokea Tenth ya kule Senegali. Bwana, tuongeza kasi, nguvu na ubora ndani ya kikosi. Libase ameshawasili nchini Tanzania na yuko tayari kuitumikia Simba Sports Club. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo inazungumza klabu ya Simba kukamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji na winga machachari kutoka nchini Senegali, Libase Gueye mwenye umri wa miaka 22 akitokea klabu ya Tenth
FC na ushiriki ligi kuu ya nchini humo. Gueye ambaye amesaini mkataba wa miaka 3 kuitumikia klabu hiyo ya Msimbazi tayari amewasili nchini Tanzania na kukamilisha taratibu zote za kisheria ili kuanza kutumikia timu hiyo katika mzunguko wa pili wa ligi kuu ya NBC na michuano ya kimataifa. Bwana nyota huyo anasifika kwa kasi yake, uwezo wa kucheza nafasi mbalimbali za ushambuliaji, winga wa kushoto na kulia, na ni mchezaji anayetumia nguvu anatumia mguu wa kushoto, sifa ambayo ilikuwa ikitafutwa kwa muda mrefu na benchi la ufundi la Simba Sports Club. Lakini wakati huo tukiachana na Alibase Gueye, Simba wako mezani kukamilisha mazungumzo ya kuipata saini ya Ino Jospin Luemba, raia wa Congo Brazzaville ambaye anacheza Colombe Sportive de Dulobo ya Kameruni. Maana kama ilivyoripotiwa mapema kabisa, jina lake limependekezwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo nyota huyo pia anatajwa, lakini wakati huo wekundu wa Msimbazi Simba wakiendelea kutajwa na baadhi ya nyota ambao wanawahitaji kwenye dirisha dogo la usajili. Tayari pia kuna taarifa ambazo zipo kwamba tayari Jasharea wa anatimka ndani ya klabu hiyo, na anatimka na kuelekea ndani ya klabu ya CR Belouizdad kwa Sir Ramovic, mzee wa Gusa Achia. Kwa hiyo wakati Simba Sports Club akihusishwa kukamilisha usajili wa baadhi ya nyota, Jasharea wa anatajwa kuondoka ndani ya klabu hiyo na kuelekea ndani ya klabu ya CR Belouizdad ya Algeria, na inatajwa amesaini mkataba wa miaka 2.5. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba bwana Jasharea huenda asiwe sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu ujao. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya tetesi ambazo zipo kwa sasa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, wakitajwa kukamilisha usajili wa Nixon Kibabage, lakini pia Alibase Gueye anatajwa, Ismail Ture anatoka ndani ya klabu ya Stellenbosch pia anatajwa kukamilisha usajili. Na baada ya hizi tetesi ambazo nimekusogezea bwana, wekundu wa Msimbazi Simba kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wamesema ni wakati sasa wa kuanza kushusha vyuma. Na kupitia kwenye ukurasa huo wa Instagram kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba bwana, wamechapisha taarifa hiyo ya kujulisha umma kwamba kuanzia saa 8 mchana leo Simba wataanza kushusha nyota wapya, na wamechapisha ujumbe unaosema muda wa kusimamisha nchi umewadia kwa usajili mkubwa ambao haujawahi kusikika popote, ila Simba app itakuwa ya kwanza ifikapo leo saa 8 mchana. Utaratibu ni ule ule, pakua na alipia app mapema, alafu wakambatanisha na picha ya bomu ambayo imeandikwa majira ya saa 8 mchana Simba wanashusha chuma. Ni nani anayeanza kutambulishwa ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba? Ni Alibase Gueye au ni Nixon Kibabage au ni Ismail Ture ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya Simba Sports Club au ni Jinino Palace ambaye pia ni moja kati ya kiungo ambaye anatajwa kutua ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ambaye anatokea pale ndani ya klabu ya Stellenbosch, au ni Stanley Nwabali goalkeeper nambari 1 wa timu ya taifa ya Nigeria na klabu ya Chipa United ambaye pia baada ya kuhusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba kuna tetesi nyingine ambazo zipo kwamba ni kama Simba wameshindwa kukubaliana na kiasi ambacho Chipa wanakihitaji. Kwa hiyo tutapata kufahamu Simba wanaanza na nani kwenye dirisha hili dogo la usajili. Tunafahamu toka dirisha dogo la usajili lifunguliwe Simba hawajatambulisha nyota yoyote yule. Kwa hiyo ndio wanakwenda kushusha nyota. Wanasema nchi itasimama na ni usajili ambao haujawahi kusikika popote pale. Kwa hiyo tutasubiri na kuona nini ambacho Simba wanakwenda kuanza nacho au ni nyota gani ambaye anakwenda kuanza ama kuwa wa kwanza. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.